dadangu, kuhusu dadangu ni yupo na hajaondoka. Hicho ulichokisikia sio kweli. Dadangu yupo. Unahisi labda kuwa mshiriki? Bwana, karibu tena katika channel yetu hii pendwa kabisa. Wewe ambao hujasubscribe, kumbuka kusubscribe, kulike, comment na kushare ili kupata notification suni habari zetu zitakavyokuwa hewani. Tupo na kaka wa Mwanakombo ambaye yupo kwenye pezi zito na mzee mmoja hivi. Je, tulisikia kaka kwamba Mwanakombo ameenda kwa yule mume wake, na we mwanzo ulituambia kwamba hawezi kwenda. Ili limekajikaje? Huo ni uongo kwa sababu dada yangu bado yupo. Na kama nilivyokuwa nimekuja nikasema kwamba sitegemei, kutokana na yale ambayo yamefanyika, sitegemei dada kwamba atarudi, kwa sababu yeye mwenyewe anajutia kitu ambacho amekifanya na alichokifanya, kwa sababu toka mwanzo tulishasema kwamba alikosea, na kama amekosea alikuwa na mtu ambaye ni kama ni Firauni, ni shetani ambaye anaishi, kwa hiyo ambaye hana misingi yote ya dini, japokuwa sisi alikuja kutudanganya, alisema yeye ni Muislamu, lakini sidhani kama kuna Muislamu anayefanya maovu kama yale, Muislamu ambaye anamiliki pesa za shirikina. Kwa hiyo dadangu, kuhusu dadangu ni yupo na hajaondoka. Hicho ulichokisikia sio kweli. Dadangu yupo. Unahisi labda kuwa mshirikina lakini pesa zipo? Kwani wewe kama shemeji unahitaji pesa au uhitaji pesa? Kwenye haya maisha pesa zinatumika sana, zina nafasi kubwa sana, lakini pesa hizo zisitutoe ufahamu kwamba kwa sababu pesa inahitajika ili uishi ukamsahau itakuwa unakosea sana, kwa sababu Mola wetu yupo, ndo aliotuumba, ndiye aliotupa pumzi. Kwa hiyo haya ni majaribu ambayo unaweza kupitia ukahisi labda kupata pesa kwa njia haramu inaweza ikakusaidia. Kwa hiyo tuangalie swali lako, umesema kwamba unataka pesa, kwamba kwa hiyo nataka pesa ndio, lakini pesa iwe ya halali, isiwe ya haramu. Aliyokuwa shemeji yako na mnaita ni mwana haramu, unahisi yani kwa nini wewe unamchukia? Kikubwa zaidi ambacho wewe kinasababisha mpaka umchukie aliyekuwa shemeji yako, unaweza kusema bwana, mimi hili ndo linanichukiza, ndo maana dada yangu Mwanakombo sitaki awe na mahusiano na yule jini, maana mnamuita kafiri kwa lugha nyingine. Kwa nini? Yani kipi ambacho naona hiki mimi sasa huu ni ushetani mkubwa? Na ambacho sijakipenda, ambacho sikipendi kutoka kwa, kwanza mimi simchukii yeye, nachukia kile kilichomo ndani yake, kwa sababu yule tayari ushetani umemuingia. Lakini sio kwamba ataishi vile, anaweza akaja akamkiri Mola wake, akaamini kama aliyokuwa anafanya ni mabaya, akarudi kwa Mungu, kwa sababu unaweza ukawa mwema sasa hivi lakini mwishoni ukawa muovu, au ukawa muovu kaja kuwa mwema. Yote kwa yote, lakini mpaka sasa bado yupo huko na anamsumbua sana dadangu, anamfuata, anataka warudiane, arudi kule. Sasa hatujui anachokitaka kutoka kwa dada ni nini, ni mahusiano ya mke na mume, au anachokitaka ni makafara yake yeye ambayo yapo huko. Kwa hiyo sisi kama ndugu, kwa sababu hili limeshajidhihirisha, yani wewe mpaka yamefika huku, yamejulikana kwamba ni mshirikina. Kwa hiyo ni kweli hivyo vitu, kwa sababu ushirikina ni siri, lakini ukiona vitu mpaka vinakuwa public, alafu kuna ushirikina ndani yake, kwamba kweli ni mshirikina. Unahisi kwamba labda dada yako ataweza kuvumilia, yani ataweza kuihandle nguvu ya pesa alionayo shemeji yako? Kwa sababu siku zote watu hakika wanakuambia mwanaume awe na pesa sasamba. Je, wewe unahisi dada yako ataweza kurudi na kuwa ana mahusiano na kijana tu wa kawaida ambaye hana pesa, akaishinda nguvu ya shemeji yako? Kweli unayesema shemeji yangu, sio shemeji yangu kwa sasa, kwa sababu talaka zimeshatoka, sio shemeji yangu. Kwa nini unamkana na mwanzo mlimpokea vizuri? Tunaambiwa wewe ndio ulikuwa, yani wanasema wale machawa wa shemeji kipindi hicho unatamba, kwa kuwa alikuwa na magari, anakupa na gari kidogo, unatamba hapa mjini. Kwa nini sasa hizi unasema sio shemeji, unamkana, yani unamkana live, unajisikia tu la? Ningekuomba kama kuna uwezekano ungerekebisha hiyo kauli, kwa sababu kusema uchawa, mimi sijawahi kuwa huko, na mimi toka mwanzo nilishasema kwamba mimi katika familia ni mtu pekee ambaye nilikuwa ninapinga hii ndoa. Nilipinga kwa sababu gani? Upatikanaji wake ulikuwa ni batili, ulikuwa ni haramu, kwa sababu wewe huwezi kutafuta
huwezi kutafuta mume mchumba kwenye mitandao ya kijamii, tena wewe ni mwanamke, kwa sababu dadangu alikosea sana kwenda kwenye mitandao kujitangaza na tafuta mume. Ukienda ukishajitangaza, ndio maana hata kama unahitaji msaada, usijitangaze kwenye mitandao ya kijamii. Kuna watu watapitia pale pale kupitia changamoto yako, msaada wako ule nataka kurudi, lakini najua kwa uwezo wake Mola haliwezi kutokea kwamba akasema anarudi, ila akitokea kwamba amesema anaenda, tutamwacha, ni mtu mzima. Lakini sisi tumeshamwambia madhara ambayo tayari ameshamkuta. Kama hivyo alikuwa anapigwa na vitu visivyoonekana, ni ushirikina na yule mwanaume tayari, na mmeshamoji, na mtu amesema yeye ni mganga wake, alipewa masharti. Kwa hiyo sisi vile vitu vimetufunulia kwamba pengine dua zetu tulizozifanya zinawafanya wabaya sasa waonekane wazi, wajionyeshe tu ubaya wao, ujionyeshe dhahiri kabisa. Umesema huyo kwamba kwa kuwa anashiriki ushirikina ambao mnaita shiriki wenzetu wataalamu, lakini mpaka sasa hizi habari zilizopo, nilishakwambia toka mwanzo kwamba Mwanakombo inasemekana tayari kashavutwa kwa jamaa. Wewe unapinga habari kwamba hajaenda kwa huyo mzee ambaye ameonekana anafanya vitu vya kishirikina. Je, hawajabahatika labda kupata mtoto yoyote yenyewe kama mashemeji mkadokezo? Maana tunamuona tu Mwanakombo ndio akaitangaza na amepata, saizi ni amtake labda hata ambapo kuna kija kinakuja huko duniani. Hilo swala ni gumu kulizungumzia kwa sababu ni dada yangu, lakini nitalizungumzia kwa kile ambacho ninaelewa, kwa sababu toka mwanzo nilishasema kwamba tunaomba kwa Mungu awe salama, awe amerudi bila kuwa na ujauzito kama ulivyosemea, kwa sababu kama atakuwa na ujauzito, maana yake automatic pale tunakuwa tumeshaunganishwa, yani familia zimeunganishwa. Kwa hiyo kama itakuwa ipo hivyo hewa, tutapiga goti na kusema hewala, lakini tunaomba isiwe hivyo, kwa sababu tutakuwa tumeunganishwa na familia ya Kifirauni. Bado mnakemea na kusema familia ya Kifirauni kwa sababu kwa kudhani kwamba jamaa alikuwa na pesa nyingi sana, ndio mnaamini hivyo. Nataka turudi kwenye jamii ya kawaida. Kwa nini watu wengi huwa tunafikiria kwamba mtu yoyote mwenye mafanikio makubwa anatumia shirki au shirikina? Kwa nini huwa tunajua? Wengi wakiamini kwamba amejiunga Freemason, wengine wakisema amechukua pesa za waganga. Kwa nini tunaamini hivyo? Ni kweli kwa sababu wengi ambao hatuna pesa, nitumie neno la kwamba wengi wenye kipato cha chini tumekuwa tukifanya hivyo. Tukisema hivyo kwamba mtu yote aliyofanikiwa tunamnyoshia kidole na kusema kwamba mchawi, Freemason, hivyo vitu kama hivyo. Lakini we mwenyewe kwenye hili swala la Mwanakombo unaona kabisa mtu kajisema kabisa kwamba yeye anafanya hivi, yani yeye anafanyaje, ni mshirikina, mganga wake kajitokeza. Kwa hiyo hizi sio tuhuma wala hizi sio tetezi, ila hii ni uhalisia, kwa sababu mwanaume kasema, dada karudi na ushahidi, alikuwa anapigwa na vitu visivyoonekana. Sasa sisi tunaona, kwa sababu kama angekuwa anadanganya karudi na sikio kakatu. Sasa hayo yote kwamba anasema vitu visivyoonekana. Sasa tuseme labda kwamba dada yangu anamtetea mume wake kwamba labda alipigwa na mume wake, hatujui, lakini uhalisia uliopo ndo hivyo, mganga kajitokeza, yeye ndo alokochukua hizo pesa, dada akarudi na ushahidi huo. Sasa sisi tutaishi na lipi? Tunaamini kwamba yanayozungumzwa yapo, sio kwamba ni kumchukia, ila ni kitu ambacho kipo. Na yeye dada ambaye ni Mwanakombo, labda kwa kadri mlivyojaribu kumshauri, msimamo wake upo upande upi kati ya kuliendeleza penzi au anarudi nyumbani? Maana tayari amerudi kama hivyo, sikio kipo kipande na hicho kipande kingine hatujui kiliko. Je, yeye anasemaje? Yupo tayari kupigania ndoa yake au anabaki na msimamo wenu kama nyie kaka zake mmemshauri abaki tu nyumbani? Mpaka sasa hivi kwa kauli ambayo nitaitoa, pengine kauli inaweza kaja kupingana baadaye, kwa sababu yote kwa yote mimi sio muolewaji, kwa sababu anayeolewa ni yeye. Kwa hiyo mimi ni kaka tu. Kama kuna chochote ambacho nakijua mimi ni kwamba mpaka sasa yeye anasema kwamba hatorudi tena kwa mume wake, na mimi nikasema wala ni vizuri kwamba tayari talaka ndoa imevunjwa na nini hivyo. Kwa hiyo lazima akae eda
hiyo miezi 6 ili kama chochote kitatokea awe huru kuolewa, kwa sababu mpaka sasa hivi kwa sheria na mila na desturi za dini yetu haruhusiwi kuolewa tena mpaka miezi 6, akae eda miezi 6, ambapo kwa tamaduni zetu na sheria zetu ni kwamba kwa hiyo ndani ya miezi 6 kama kuna chochote, aidha kuna labda ujauzito, asije akapewa baba mwingine. Yani hayo sasa ni mambo ya dini kwamba sitaki kuingilia, lakini lazima akae eda miezi 6. Baada ya hapo atakuwa uhuru, ila kwa sasa hivi bado milango yake imefungwa, japokuwa talaka imetoka, lakini milango yake imefungwa mpaka miezi 6, ndipo anaweza kuja kuolewa kama kuna mwanaume mwingine atakuwa amejitokeza au atakuwa amemwona mwenza wake mwingine ambaye atakuwa ameridhika.